uwanyonge juani mbele ya Bwana, ili kwamba hizo hasira kali za Bwana ziwaondokee Israeli. Basi Musa akawaambia waamuzi wa Israeli, waueni kila mtu watu wake waliojiungamisha na Baali Peori. Na tazama, mtu mmoja miongoni mwa wana wa Israeli akaja na kuwaletea nduguze mwanamke Midiani mbele ya macho ya Musa na mbele ya macho ya mkutano wote wa wana wa Israeli. Hapo walipokuwa walia mbele ya mlango wa hema ya kukutania, naye Fineasi mwana wa Eleazari mwana wa Haruni kuhani alipoona jambo hilo, akaondoka hapo katikati ya mkutano, akashika fumo mkononi mwake, akamwandama huyo mtu wa Israeli na kuingia ndani ya hema nyuma yake, naye akawachoma wote wawili kwa fumo lake, yule mume wa Israeli na huyo mwanamke kati ya tumbo lake. Basi pigo likazuiwa kwa hao wana wa Israeli. Nao waliokufa kwa pigo hilo idadi yao ilikuwa 24,000. 11 nasema, kisha Bwana akanena na Musa akamwambia, Fineasi mwana wa Eleazari mwana wa Haruni kuhani amezigeuza hasira zangu zisiwe juu ya wana wa Israeli, kwa kuwa alikuwa na wivu kati yao kwa wivu wangu mimi, hata nisiwaangamize wana wa Israeli katika wivu wangu. Basi kwa hiyo sema, tazama, nampa yeye agano langu la amani. Tena kwake yeye na kizazi chake baada yake litakuwa agano la ukuhani wa milele, kwa sababu alikuwa na wivu kwa ajili ya Mungu wake na kuwafanyia upatanisho wana wa Israeli. Basi jina la Mwisraeli huyo aliyeuawa pamoja na yule mwanamke Midiani aliitwa Zimri mwana wa Salu, mkuu wa nyumba ya baba zake katika kabila la Simeoni. Hiyo kabila ya Simeoni tu, watu wenye hasira noma. Wow. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niweze kukupea nafasi ukaweze kutulia na tuweze kuchangia mkate wa Bwana asubuhi ya leo. Ninashukuru sana kwa Mungu ambaye ameniwezesha kufika asubuhi ya leo na siku kama ya leo. Na pia ninashukuru my bishop, hata kama yuko ngambo. Nashukuru sana kwa sababu ya kunidhaminia, kunipea hii nafasi nikaweze kusema na watoto wa Mungu. Na ninashukuru pia kwa my imam Pastor Sally kwa kuweza kunikubalisha pia nisimame asubuhi ya leo ili nikaweze kusema na nyinyi katika asubuhi ya leo. Amen. Ninawapenda sana na nashukuru sana kwa sababu Christmas ama sherehe zimefika. Ninawaza ya kwamba hautakula peke yako. Unajua kwamba mimi hapa niko na Yesu tu. Sasa itakuwa jambo la ajabu sana kila miaka tunakuaga na wewe, lakini unakuaga unajienjoy peke yako. Na uzuri wako wewe uko na mahali labda utaonekana siku moja siku mbili. Ni mimi niko sasa niko uwanjani tu. Ni challenges. Hapana, sio challenges, nasema tu ukweli, si ndio? Amen. Sio kila wakati unakula peke yako. Amen. Steve, sio kila wakati. Kuna muda ambapo na mimi sina gharama nyingi sana. Sina gharama nyingi sana eti lazima uandae meza kubwa, bana. Sina hiyo shida. Haleluya.
Haleluya. Nataka kuzungumza asubuhi ya leo kupitia neno la Mungu, na somo langu linasema kuhusu kupewa agano na Mungu. Haleluya. Kupewa agano na Mungu. Kuna mtu mmoja hapa ambaye alifurahisha Mungu na Mungu mwenyewe akampea agano. Hii ni tofauti ya Mungu kufanya agano na mtu. Kuna ile agano mtu anaweza kufanya na Mungu, lakini hii ni agano ambao Mungu mwenyewe amefanya ama amesema nimefanya, na hawakupatana. Hakuna kitu ambacho waliongea na yeye, hakuna maongezi ambao wameongea na Phineas, lakini kwa sababu ya tendo ambalo amefanya, Mungu amesema mimi nimefanya, mimi nitafanya. Haleluya. Na hapa ni katika safari ya wana wa Israeli. Katika hii safari ya wana wa Israeli, Israeli ilikuwa taifa ambalo Mungu alilipenda, lakini ilikuwa taifa ambalo lilikuwa na mioyo migumu sana, changamoto za ajabu sana. Ni taifa ambalo halikuelewa kusudi la Mungu, halikuelewa mapenzi ya Mungu, halikuelewa kile kitu ambacho Mungu amewakusudia wao. Hawakujielewa wao ni nani. Sababu mtu akishapendwa, mtu akishachaguliwa, lazima uweze kuelewa kwamba ninachaguliwa na sababu gani, ninapendwa kwa sababu gani, na kwa nini Mungu amesema mimi tu, na kwa nini Mungu amekusudia mimi peke yangu, na si kwa mbona si hawa wengine. Hawa watu hawakujielewa. Wakati wote ambao unaona unapewa favor na mtu ama na Mungu, jua kwamba wewe si wa special sana, lakini kuna kitu ambacho Mungu ameprefer kwa sababu yako. Kuna kitu Mungu ameona kwako, kuna kitu Mungu amependelea kwako, kuna kitu Mungu ametamani kwako tu, kuna kitu ambacho Mungu amekusudia kwako. Hakuna kitu ambacho unaweza kufanya ili Mungu akuchague wewe, hapana. Na hapa hawa watu hawakuelewa. Ndio maana maisha ya safari ya wokovu, maisha ya watu wa Mungu, wakati mwingine tuko tunajisahau tukifikia mahali fulani. Zaidi kipindi ambacho ni cha masherehe. Umenotice kama kipindi ambacho tuko nayo, season ambayo tuko nazo, masherehe ziko nyingi sana. Sana. Hizo tumabashi tuko twingi sana. Yaani kwamba ni kama mtu alienda ngambo akarudi, unasikia kuko sherehe fulani alirudi. Unasikia mtu aligraduate, mtu kuna sherehe. Unasikia mtu ilikuwa birthday yake akairisha, sasa ni birthday yake sasa. Unasikia kuna mtu eti alipata promotion, unasikia anasema kwamba niko na bash. Unasikia kuna mtu eti sasa aunti yangu alikuwa mahali, sasa ndio huyo ametoka OC, tuko na bash. Unasikia mama alijifungua, tuko na kabashi. Unasikia dadi alikuwa mahali amepata pesa nyingi, sasa nataka ni promotion. Kila yani tumabashi tuko twingi sana. Na kila kasherehe kiko na title yake. Hakuna sherehe ambayo haina kiini chake, haina malengo yake, haina kusudi lake. Na pamoja na katika hizo sherehe pia kuna mitego ndani ya masherehe zingine. Haleluya. Ndio maana nataka kukusaidia asubuhi ya leo. Sio makosa kusherekea, kwa sababu hata Mungu alikusudia binadamu wawe na wakati wa kusherekea. Wawe na kumbukumbu ili waweze kufurahia, wakukumbuka mahali ambapo Mungu aliwatoa, wafurahie, waseme hakika Mungu wewe ndio umetupea hii nafasi, acha tuweze kufurahia. Ni makusudi ya Mungu, ni mapenzi ya Mungu. Hii ni mapenzi ya Mungu, watu wafurahie, watu washerekee. Lakini kitu kingine acha nikwambie, sio kila sherehe unaweza kupatikana ndani. Sio kila grupu ya sherehe ndio unapasha kuwa ndani. Wewe unasikia watu wanasema yeye kama ni kama bakteria ama kama ni nini. Unashindwa eti mtu yuko anywhere. Huwezi kuwa anywhere. Hapana. Wewe haupashi kuwa Mkristo wa kuwa mahali popote. Kuna sehemu zile ambazo hata Mungu mwenyewe kuna vikao venye Mungu hawezi akaingia ndani. Sasa wewe unasema mimi nakuaga anywhere. Ukinitafuta kwa kila mkutano ndio nakuta Mkristo. Kila group iko ndani. Kila sherehe utampata fulani ndio huyo. Alionekana walimchukua picha iko pale. Hapana. Kuna mahali ambapo hapashi kupatikana. Kuna grupu zingine ambazo hapashi kupatikana ndani. Kuna watu wanaona tengeneza sherehe kwa sababu yako tu. Kuna watu wanaweza tengeneza sherehe kwa sababu yako.
na wewe haujui ni kwa sababu yako na si kwa sababu ya wema ambao ulifanya, ni kwa sababu wanataka kukuweka chini. Unaona mtu ambaye anaitwa Nabothi, sherehe imeandaliwa. Nabothi sherehe ama wamefanya, sema Jezebeli amesema namna gani, ametengeneza mfungo. Amesema hii itakuwa ni ya kuomba, ni wanakusanyisha watu. Kumbe Jezebeli amepanga plani kusema namna gani gisi ataangusha huyu jamaa. Ni Wafalme wa kwanza 21 huko 12. Ametengeneza kikao. Sababu mfalme Ahabu hakukuwa na problem. Ni mfalme lakini mtu ambaye yani mtu ambaye anaweza kuambiwa na mtu tu wa kawaida kusema na kunyima na kubali kunyimwa. Lakini Jezebel yeye hakukuwa hivyo. Anasema unakosa amani kwa sababu ya jamaa. Wewe acha nikwambie, wewe relax. Jezebel ametengeneza kikao. Lakini Jezebel mkewe akamwendea akamwambia, kwa nini roho yako ina huzuni hata usile chakula? Weka 12. Wakapiga mbiu ya watu kufunga, wakamweka Nabothi juu mbele ya watu. Yani hiyo program, hiyo kikao, hiyo mkutano, hiyo eti sasa ni fasting, wako kwa maombi, wako katika kikao cha maombi, tufunge na kuomba ama my friend, wakamweka kwa kiti cha mbele. Na hata kufikiria kusema ni lini nimewahi kuwekwa kwa kiti cha mbele, hata akili haiko. Na hata amesahau kwamba huyu Jezebel ni bibi ya mfalme, na huyu mfalme nilimnyima shamba, na sasa ndio ambao wametengeneza hiki kikao na mimi ninaenda kuwekwa. Hata kufikiria haikukua ndani yake. Acha nikwambie, hizi mikutano zingine, masherehe zingine, watu wengine wanatokaga na kitu kingine tofauti. Usifurahie wakati wote kuwekwa mbele. Unaweza fikiria ni heshima. Unaweza fikiria ni heshima ndio umewekwa mbele. Sio kile kuwekwa mbele ni heshima. Kuna kuwekwa mbele nyingine ni kwamba ni kama vile Daudi aliambia aje Joab ya kwamba huyu jamaa muweke mbele kwa front, yeye ndio akwe number 1 hapo. Pale ambapo mishale inatokea kabisa, muweke mbele. Uria alinyoroshwa na yeye hakufikiria nawekwa mbele ninaachwa peke yangu namna gani, kisha nyinyi muweze kurudi nyuma mumuache peke yake. Unawekwa mbele, unafurahia viti ya mbele, haujui kama viti ya mbele viko na sumu vingine. Kuna poison. Huyu jamaa maisha yake yalishia hapo, na ndio nakuta hata watu wengi, watumishi wengi wa Mungu wamekufia kwa sababu ya vikao, sababu ya masherehe. Israeli, maandiko nasema vizuri ya kwamba walienda kukaa Shitimu. Wamealikwa Shitimu, na hawa watu wa Shitimu walikuwa namna gani? Walikuwa wameandaa sherehe yao ya kuabudu miungu yao ya Baali Peori. Sasa hawa wako katika sherehe yao. Katika hiyo sherehe imeandaliwa, angalia kwanza, Mungu amewaponya na mtego wa nani? Wa nabii anaitwa Baalamu. Baalamu alikuwa na nabii na alikuwa mchawi. Huyu jamaa ni wale watu ambao wako na mdomo mbaya, wako na ulimi mbaya. Unasikia mtu anaweza kukombolewa kwa sababu ya kuja kulaani watu, na akiwalaani mnalaaniwa. Sikiza, huyu Baalamu wakati ambapo mambo ilifeli kwa mfalme Balak, ni yeye alipeana plan ya kusema hawa wa jamaa, ile kitu ambacho kinaweza wawaleta down, ile kitu ambacho kinaweza fanya Mungu awakasirikie, ile kitu ambacho inaweza fanya watengane na Mungu, ni ya kwamba wakijichafua. Bas sasa alipopeana hii plan, hawa wa jamaa walikuwa na sherehe. Unajua katika kila familia kuna kuaga watu na tuwazimu twao, watu wengine wenyewe hawasikiagi. Yaani watu wanaweza wakaonywa lakini hawaonyeki. Watu wakishauriwa hawashauriki. Ni wale watu hawataki kuambiwa
hii si sawa, usitembee hapa, usiende hapa, usiingie kwa hii nyumba, usiingie kwa hii boma. Ni wale wanakuaga, kwani Mathayo alisema namna gani? Na kwani kuingia kwa hiyo boma kuna shida gani? Na kwani kwenda hapo kuna shida gani? Lakini hawa wana wa Israeli hawakuelewa hii sherehe kuna mpango ama kuna mtego ambao already imetengwa. Wamesetiwa na wao hawana habari. Jamaa wakaenda kukaa huko, wakapewa mahoteli. Acha nikwambie, usione kwamba Mungu ni mjinga kwa kukusudia kwamba tusikunywe pombe ambayo yuko na kileo. Sio mjinga, sababu anajua wakati wote ambao mtu amelewa ni wakati ambapo ana lose control. Mtu yote ambaye amelewa amepoteza akili ni mtu ambaye anaweza fanya anything, na ukikuja kumuuliza anakuambia haki sikuwa najua. Ilikuwa mimi ama sio mimi. Yeye hakukubalisha watu ambao makuhani wake ama wale ambao ametenga kwa sababu ya kazi yake. Hakukubalisha wakunywe hizi vitu. Chochote ambacho kitakuwa na kitu ambacho kinaingiza kubadilisha mawazo ya mtu, akili ya mtu, Mungu hakukubalisha. Sasa wana wa Israeli wameenda shutumu sababu ya sherehe. Na hii sherehe ni sherehe gani? Ni sherehe ambao watu wanasherekea miungu yao. Na hawa watu hawakufaa kusherekea miungu. Hawa watu hawakufaa kuwa katika mikutano ya watu ambao wanaabudu miungu yao. Mikutano ama mkutano ule ambao Mungu alikuwa anakusudia kwa wana wa Israeli ni ya kwamba ya kwenda kumwabudu yeye peke yake. Na acha nikwambie, Mungu ana wivu ile mbaya sana. Wivu ile mbaya sana. Mtu ambaye anaenda kuabudu miungu, huyu ni mtu unaona alikuwa na already aliwapea amri zake, akawaambia namna gani? Msiwe na miungu mingine isipokuwa mimi peke yake. Sasa wameenda kustarehe, wameenda kukula, na huku katika kukula wamekunywa na kukunywa. Baada ya kukula na kukunywa, huku katika kambi ya wana wa Israeli, hasira ya Mungu haikupiga hawa watu walikuwa katika machafuko, inapiga watu ambao hawakuwa katika machafuko. Ndio sababu ambazo uweze kujielewa wewe ni nani na kwa nini Mungu alikuchagua. Yaani makosa ni ya hawa watu walienda kujichanganya na hawa wa Moabu, hawa watu ambao Mungu hakukuwa na kusudia. Lakini pigo linakuja wapi? Kwa watu ambao innocent ndio wanaanza kuuliwa. Sikia, watu wamekufa kwa siku moja, yani kama kwa masaa watu wamekufa 1000. Sasa cha ajabu ni ya kwamba hawa jamaa wamefanya namna gani? Kunatokea mmoja ambaye anakuja eti amekuja na mtu kutoka huko. Wamekuja wameshikana wakiwa wamelewa. Wamekuja wameshikana wakiwa wamelewa, amekuja naye ili aingie katika kambi ya wana wa Israeli. Ili aingie katika hema ya wana wa Israeli. Na ili Mungu akamwambia Musa, kwa hawa watu kila mtu auwe mtu wake ambaye alienda kuungamana na hawa watu katika hizo sherehe. Anaambia hawa waamuzi, kila mtu asimame auwe mtu wake ambaye alienda kusherekea ama alienda kuchangia katika hizo sherehe. Akitushukuru Mungu tu. Haleluya. Rehema za Mungu ama huruma za Mungu kwetu zimekuwa za ajabu na za kipekee. Sababu watu 20,000 na watu wanakufa kwa siku moja, na si makosa yao, makosa ya watu wengine. Ndio nakuta kwamba mara nyingine kwamba katika maisha ukitembea na watu kama na hawa, ukiishi na watu kama na hawa, wewe unaweza kuingia kwa hasara kwa sababu yao. Unaweza ukapoteza kwa sababu ni kama vile unatembea safari moja na Yona. Obvious utafikia hatua ya kupoteza vitu vyako. Hawa watu wakaumia, wakakufa tu. Na kwa sababu gani? Watu ambao wamekosa mwelekeo, hawana discipline. Lazima tuwe na discipline, tuwe na nidhamu katika maisha yetu. Hapana kujipata kila mahali
Wewe si mtu wa kukua katika kila mikutano. Haupashi kuwa katika kila grupe. Sio kila aliko utakubali. Sio kila aliko. Lazima ukuwe mtu ambao utajichukua kwamba kusema kwamba mimi si mtu wa kuenda kila mahali. Mimi si mtu wa kualikwa na kila mtu. Mimi si mtu lazima ujipee heshima yako. Jielewe wewe ni nani. Hapana kuwa kila mtu, yani unakuwa upepo. Wanajua huyu tukimtafuta mahali fulani tutampata. Tukitaka tutengeneze kitu kama na hii, huyu ataingia tu. Kwa grupe yetu huko, yani kwa grupe ya masingo huko, grupe ya wamadha huko, grupe ya vijana huko, grupe yani hapana kuwa na mahali ambapo itakuwa sifikali wanajua kwamba huyu anakuaga mpande gani. Huyu mtu msimamo wake ni gani. Hapana kuwa mtu wa kubeba na upepo kila mahali. Hizi sherehe ziko na mambo. Ziko na mambo. Hii ninakwambia ni ukweli ya kwamba kuna watu wengi ambao walienda chini na wako kwa mchanga saizi kwa sababu gani? Za hizo sherehe. Wanakutegezea karata hapo hapo. Sikiza. Shetani anajua wakati ambapo ulikuwa kabla haujaokoka, na anajua ile kitu ambacho inaweza kufanya wewe uende chini. Shetani ana mbinu zote za kufanya namna gani wewe uweze kuachana na Mungu ili uweze kukua sasa mtumwa wake. Hawa watu wako katika bado safari. Hawajafika mahali katika hatima yao. Ndio hawa wameanza kuchanganyikiwa hapa. Na ndio nakuta kwamba Mungu hasingekubali wafike katika mji wa ahadi. Sababu ya kujielewa, kutokujijua wewe ni nani. Sasa unakutaka hata watu wengine nasema mimi ninaweza kaa tu karibu hapo na soda. Huko wahubiri wengine wanasema mimi kwenda kuhubiri ama kwenda kukunywa soda kwa nani? Kwa baa hiyo sio shida. Huyu mtu niambie, huyu mtu ataamua ugomvi za walevi. Huyu mtu. Chunga sana. Chunga sana. Angalisho sana na watu. Shetani hatumii miti, shetani anatumia watu. Kuwa mwangalifu sana katika maisha ambayo tunaishi. Kuna watu ambao ni wasaliti wa hali ya kiwango cha juu. Sasa niambie hao watu wamekufa, hawajakosea, lakini wenye kukosea ndio hawa wanakuja. Sasa angalia jinsi maandiko nasema kwamba katika ulevi ambao walikuwa nao, kuna Mwisraeli mmoja alikuja, na huyu ni mtoto wa nani? Wa kiongozi mmoja. Ametoka katika ukoo wa nani? Wa Simeon. Mtoto wa kiongozi. Labda wewe ni mtoto wa kiongozi. Watoto wa machief. Watoto wa viongozi wanakuaga saa zingine fani sana. Na huyu msichana naye mwenyewe alikufa. Naye alikuwa mtoto wa kiongozi huko kwao Midiani, huko Moabu. Watoto wa viongozi. Sasa hii ilikuwa fani sana. Eti amekuja na kahaba, amekuja na mwanamke, amekuja na vitu ambavyo ama na mtu ambaye hafai kuingia katika hema yao, lakini amemtoa huko kwa sherehe zao, amemuleta katika. Musa akiwa na mkutano hapa, Fineasi wakiwa na mkutano hapa, wakiwa wanaangalia jinsi watu wanakufa. Fineasi akatoka katika huu mkutano, na huyu kijana wakati ambapo ametoka katika huu mkutano akachukua fumo, na wakati ambapo alipochukua hiyo silaha, sababu huyu jamaa alikuwa aingie katika hema ya wana wa Israeli, haikukuwa na ruhusika watu wote kuingia ndani ya hiyo hema. Hapana. Haikukuwa na ruhusika watu ambao wametoka kwa ulevi na ukahaba waingie katika hiyo hema. Lakini kitu cha ajabu na fani kwamba huyu kijana sababu ya ulevi wake amekuja ameshikanana na msichana huko kahaba ambaye wametoka kwa ulevi pamoja, amekuja anataka kuingia ndani ya hema. My friend, acha nikwambie, sio kila mtu anapaswa kuingia katika nyumba yako. Chunga sana na watu, angalisho sana na watu. Sio kila mtu utaleta kwa nyumba yako. Utaniuliza baadaye. Nimeona visanga mara 2. Watu ambao wanasema Yesu Kristo ni Bwana. Yesu Kristo ni Bwana, nimeokoka.
Ndugu zangu, sio kila mtu utaingiza katika hema yako, katika moyo wako. Sio kila mtu. Kwanza angalishwe na mtu ambaye anataka kujileta kwako sana kuwa friend yako. Chunga sana. Chunga baada ya watu wengi kutaka kukaribia sana kwako. Mtu anataka urafiki wa sana kabisa. Urafiki wa sana hutakikani by force. Urafiki kwanza ni moyo, unasikiaga moyo wako unaingiana na huyu mtu. Lakini unakuta watu wengine, naona ni kama wewe haunipendagi, kila saka message, hello, kila saa nataka kukaribia, hello, yeah, you are my best friend, I choose you. My friend, acha nikwambie, be careful. I choose you in my heart. My friend. Chunga sana. Nimepatana na watu kama hawa. Lakini baada ya hapo unakuja kujua, huyu si mtu wa kutembea na yeye. Huyu mtu si mtu wa kuweka katika moyo. Haiko kila mtu anaweza kuwa your friend ama your best friend. Never. Ukitaka kujiweka katika shimo, wewe kuwa na kila mtu akuwe rafiki yako. Sikiza nikwambie kitu moja. Katika maisha ambayo tumepewa, tuna nafasi ya kupenda watu wote. Lakini si marafiki, hapana. Hata Yesu ama Mungu, sio kila mtu alimuita rafiki yake. Hapana. Ikifika mahali ya friends, kitu tofauti sana. Kuna kuaga na kuchagua. Unaangalia kwanza, huyu kweli hizi tabia zake zinaingiana na zangu, mwenendo wake. Sababu kuna mtu ambaye anaweza kuja kwa maisha yako na akakubadilisha wewe vizuri sana. Unafikiria ni jambo la ajabu kweli? Ni jambo ambalo liko. Watu wanabadilishwa na watu wengine. Wewe hujaona mtu ambaye mlikuwa mnasifia jana, ukisema kwamba hakika huyu mtu tabia zake ni safi sana, lakini baada ya siku kadhaa ameshikana na mtu fulani, baadaye mnaanza kusema tokea alishikanaga na mtu fulani alibadilika. Tokea alipatanaga na msichana fulani akabadilika. Tokea tu ile siku alipatana na kijana fulani akabadilika. Tokea walianza kutembea na mtu fulani akabadilika. Alibadilika. Sababu ni rahisi kwamba mtu ambaye mwenye kuwa na tabia nzuri anaweza badilishwa na mtu ambaye kuwa na tabia mbaya. Ni rahisi. Ni neema kubwa sana mtu ambaye alikuwa iko na tabia nzuri abadilishe mtu ambaye iko na tabia mbaya. Ni neema kubwa sana. Lakini most of your people wanataka ile tabia yao, ama wakikukaribia wewe wanataka wakubadilishe. Huyu jamaa anataka kuja kuingia katika hema ya wana wa Israeli. Haikuwa inafaa aingie na ulevi katika hema. Na ndio maana alikuta kwamba hata kuhani ile alikuwa anambia huyu mama namna gani, aliambia Ana namna gani. Na inakuaje hii asubuhi unataka kuingia aje? Unakuja kuomba ukiwa na ulevi. Yaani ilionekana kwamba maisha ya ulevi haikukuwa na place katika nyumba ya Bwana. Haikukuwa na place mahali watu wametulia kwa sababu ya Mungu. Haikuwa na place. Sio kila mtu utaingiza kwa biashara yako, hapana. Kuna place ambayo unaweza kumweka, tulia hapo. Na ukiona mtu anakataa kukaa mahali ambapo unamweka, naona washemasi wako na kibarua. Anapanga mtu hapa, baadaye ndio anataka kukaa hapa. Huyu mtu shida ni gani? Problem inakuaga wapi? Mtu anapangwa hapa anasema sitaki kukaa, hutaki kukaa hapa aje na mimi ndio nakupanga. Sitaki. Sasa hutaki aje? Ukikaa hapa hutasikia neno. Ukikaa hapa ni kama sasa uko kwa basi. Eti ukikaa nyuma ni kama hautafika pamoja na wengine. Si tutafika sote? Eti sasa mimi sitaki kukaaga hapa nyuma. Unakuta watu wengine sitakaki mimi kukaa mbele. Mimi sitakaki hapa kukaa katikati. Sio kwako. Kwako jipangie mahali ambapo unataka na jiwekee kiti yako kwenye unataka kikae. Lakini ukifika mahali kubali kupangwa. Hawa wana wa Israeli, huyu kijana anakuja, kijana mtoto wa mheshimiwa ndio huyu anakuja na kashungwa. Enyewe ametoa huko mahali ambapo hapapashi kutolewa. Ndio huyo anakuja naye katika hema ya Bwana. Angalisho sana watu ambao unaingiza kwa biashara yako. Chunga sana. Unaingiza mtu kwa biashara yako na baadaye ndio huyo amekuharibia. Unaingiza mtu katika maono yako, ndio huyo baadaye anakuharibia maono yako. Unaingiza mtu katika familia yako anawasambaratisha. Mulikuwa
mulikuwa na mipango, mulikuwa na maplani zote, mulikuwa mnapanga, but sababu ya huyu mtu ameingia tu katikati yenu, ndio anasambaratisha kila kitu. Sio kila mtu ndugu yangu, watu wako ndio, lakini chunga sana, angalisho sana ni watu gani unakubalisha waingie katika hema yako. Ni watu gani unakubalisha waingie katika moyo wako? Ni watu gani? Sasa bedroom yako ni ya kila mtu. Wewe tu sababu ni siku moja mumepatana tu, sasa nakuwa unaweza ingia mahali pote. Never. Niwe mnapatana naye siku moja kila kitu. Gisi wa mama wa zaidi wanakuaga. Yaani wanapatana na mtu kwa gari, anataka mwambia kila story yote yenyewe napitia kwa nyumba yake. Inakuaje tu na huyu mtu mmepatana naye siku moja? Yaani umejiacha wazi tu na siku hiyo moja peke yake, na huyu mtu haumjui. Ulishapata best. Mlikutana siku moja ndio unamleta paka kwa nyumba yako. Anakusorora na kusorora, baadaye anakuuza. Haiko kila mtu ataingia katika hema yako. Chunga sana na hema yako. Chunga sana mazingira yako. Chunga sana ndugu yangu. Tuko na watu ambao wengine wanasema kwamba ni kama viatu. Wewe unamwona ni mtu, lakini ndani yake kuna mbegu nyingine ambayo anabeba. Huyu kijana amekuja eti sasa aingie katika hema. Hapana. Lakini Phineas, mwana wa kuhani, alikuwa na wivu ambao ni wivu wa kimungu. Alikuwa na wivu ambao ni wivu, ule wivu wa Mungu. Wivu wa Mungu unatusaidia sisi kuprotect mambo ya Mungu. Wivu wa Mungu unatusaidia sisi kuweza kuhifadhi vile vitu ambao Mungu anataka vihifadhiwe. Lakini unakuta baadhi ya watu wengi hawana wivu wa Mungu. Sasa wako na wivu ambao iko opposite. Kama kabila fulani, wao ni wivu tu. Mtoto wa fulani asijenge, mtoto wa fulani asisome vizuri, mtoto wa fulani akimaliza shule asipate kazi. Unakuta boma zingine, nyumba zingine zinaharibika kwa sababu gani? Roho ya wivu. Wivu. Pahali ya kuwa na wivu wa Mungu, na unakuta watu wengine fani sana. Mahali ambapo kunataka haribika jambo, yeye hayuko. Acha wengine wafanye hiyo kazi. Wewe my friend, kuwa na wivu wa Mungu. Kuwa na wivu kwa sababu ya Mungu. Wivu wako uwe kwa sababu ya vitu ya Mungu. Kuprotect vitu ya Mungu, kuprotect watu wa Mungu, kuprotect kazi ya Mungu. Hapana kusema acha iharibike. Kuna wale wahusika. Wahusika hawako, wewe ndio unahusika. Ni wewe unaona. Wakati unaona ni wewe, ingia katika hiyo kiatu. Hapana kusema eti sasa kuna kuaga na mipangilio. Kuna wakati ambapo hakuna mipangilio. Kama mambo inaharibika na huko hapo simama. Baadhi ya watu wengi hiyo wivu hayupo. Mwenzako akivaa vizuri sasa wakimwambia smart unagunja uso. Sasa yeye peke yake sasa ameimba vizuri. Sasa yeye peke yake wakiongea hapa kwa madhabahu wanaongeaga jina yake. Hizo wivu zingine za utoto sana. Phineas amekuwa na wivu ambao ni wivu wa Mungu, ile wivu ambao Elia alikuwa nao, ambao hataki kuona mambo ya Mungu ikiharibika. Watu wote walikuwa katika mkutano, lakini yeye peke yake ndio alikuwa na wivu wa Mungu. Mpaka Musa mwenyewe alikuwa katika mkutano, lakini Musa mwenyewe hakuweza kutoka ili aweze kufanya action. My friend, acha nikwambie, kuna agano zingine Mungu anapeana kwa sababu ya action. Sababu ya matendo. Kuna agano zile Mungu mwenyewe ndio anapeana, na mfanyi agano na yeye, ni yeye mwenyewe anapeana agano. Hii agano Mungu mwenyewe ndio anapeanaga kwa sababu gani? Ya kufanya kitendo. Kijana hakawa na wivu ndani yake, akasema hii haiwezekani. Huyu mtu hataingia katika hema yetu. Hii tabia hazitaingia ndani ya hema yetu. Sababu tabia ikiingia ndani ya hema ya mtu, acha nikwambie, kutoka hiyo tabia inakuwa ngumu. My friend, acha nikwambie, kuna vitu vingine katika maisha kuingia ni rahisi, lakini kutoka sio rahisi. Sikiza nikwambie kitu moja. Mungu anaweza kusaidia kushinda maovu ama kushinda dhambi. Lakini kuna kipindi ambacho Mungu anaweza kukuachia nafasi, wewe uko na nafasi ya kuamua. Kuna nafasi Mungu anaweza kukusaidia ndio, na kuna nafasi ambao wewe kuna mahali mambo mengine lazima utoroke. Nikuulize, Yusufu kama angengangania kwa nyumba ya Potifa, angengangania kwa nyumba ya Potifa
na huyu mama already alishakuwa na nguo katika mkono, na abaki hapo katika hiyo nyumba, angeingia kwa hasara mara mbili. Lakini ilibidi atoroke. Kuna uamuzi ambao wewe ndio unapasha kuamua. Ukikaribisha kitu katika maisha yako, fanya uamuzi ya kuondoa hicho kitu. Kijana alikataa, akasema haiwezekani huyu jamaa aingie katika hema na hii tabia. Sababu kuna tabia zingine zinapoingia katika maisha, zinapoingia katika nyumba ya Bwana, hizo tabia kungoka inakuwa problem. Munaomba, munaimba, munasifu, munamaliza, lakini bado munabaki munazunguka hapo. Kwa sababu gani? Hiyo mbegu iko ndani yenu. Na huyu kijana akasema hii mbegu haitaingia ndani yetu. Kijana akachukua hatua. Kijana akapenya. Kijana mwenzake anataka kuingia na ulevi na huyu kahaba, huyu kijana akachukua hiyo silaha, akaweza kuwadunga wote wawili na wakafa. Na wakati ambapo walipokufa, hasira ya Mungu ikabadilika hapo hapo. Ndio maana nilisema kwamba tushukuru Mungu. Amen. Tushukuru Mungu kwa sababu ya neema ambayo Yesu Kristo alikuja nayo. Hii kipindi ilikuwa fani sana. Watu 1000 ngapi wanakufa kwa wakati mmoja tu. Yaani walikuwa nakufa ni kama sijui kama ni nini. Nao waliokufa katika hilo pigo, idadi yao ilikuwa 24,000. 24,000. Sio watu 24, ni 1000 na siku moja. Sababu ya watu ambao wasiojielewa, watu wasiojitambua, wasiojua thamani ya wao wa maisha. Kitabu cha Hesabu ilikuwa ni kitabu ambacho watu wangekuwa napiga hesabu tokea wametokea Misri. Hiyo mambo ambao wameona. Acha nikusaidie kitu moja. Usio mtu mmoja wapo ambao watu ambao hawatambui mahali ambapo wametokea. Eti kwa sababu Mungu hajanitendea, sasa siwezi shukuru. Lazima uwe mtu wa kufanya hesabu. Kuna watu ambao hata saizi wakisema nafasi ya kushukuru, watashukuru lakini mioyo yao haiko kwa shukrani. Mungu hajanitimizia. Mungu hajanikamilishia. Maombi yangu haikutimia. Hata nikwambie mimi ni yule mmoja wapo wa kusema kwamba Baba ninashukuru kwa sababu hata kufika mwisho wa mwaka ni neema yako. Sina wakati wa kuanza kuona mahitaji ile Mungu akutimia. Sina hiyo muda. Hii season sina hiyo wakati. Niko na wakati wa kuambia Bwana asante. Sababu kuna watu walitimiziwa na wengine hawako. Walitimiziwa na wakaziacha. Huyu kijana akakataa kwamba hii machafuko haitaingia ndani ya hema yetu. Ndiyo Mungu amesema sasa. Ndiyo Mungu anaambia sasa Musa. Mungu hakusema na Phineas, but Mungu anasema sasa na kiongozi Musa. Mimi sasa kwa sababu ya hii hatua ambayo huyu kijana anafanya, mimi ninapeana hii agano. Ninampea hii agano ya amani. Huyu kijana atakuwa na amani siku zote za maisha yake. Sababu ya hii action, amekuwa na wivu kwa sababu yangu. Amekuwa na wivu kwa ajili yangu. Kwa hiyo nitampea hii agano ya amani. Hii agano ya amani, acha nikwambie, kuna kitu ambacho watu wanaweza shindana na wewe, lakini hawawezi shindana na agano ambao Mungu amepeana kwa maisha yako. Hallelujah. Kuna watu wanaweza pigana na biashara yako, lakini hawawezi shindana na agano ambao Mungu ameweka kwa sababu ya biashara yako. Kuna mtu anaweza shindana na wewe kwa sababu ya boma yako ama kwa sababu ya huduma yako, but hata shindana na neno Mungu amekiri kwa sababu yako. Never. Unajua kama Mungu tu ndiye anakuaga mwaminifu kwa maagano peke yake. Na kwa sababu ya hiyo Mungu anasema ninafanya naye, nampea agano la amani kwa sababu ya hiyo wifu amekuwa nayo. Yaani vita vikitokea ni agano inakuwa ngao yake. Watu wakijipanga kushindana na yeye ni agano inakuwa inasema kwa sababu yake. Wakati ambapo watu wote hawana amani, hiyo agano ya amani inakuwa inatangaza katika mazingira yake. Watu wanashindwa, wengine hawana amani, hawana furaha. Kwani kunaenda huyu kijana yuko na furaha namna gani? Sababu kuna peace ya Mungu. Mungu alifanya agano na yeye. Jambo la pili, amesema namna gani? Jambo la pili anasema, shuka hapo.
13. Tena kwa yeye na kizazi chake baada yake litakuwa agano la ukuhani milele, kwa sababu alikuwa na wivu kwa ajili yangu, kwa ajili ya Mungu wake, na kufanyia upatanisho wa wana wa Israeli. Sasa katika maisha ambayo tunaishi katika kumtumikia Mungu, kuna mambo ambayo Mungu anaweza akaachilia kwako. Kuna maneno Mungu anaweza akayatamka akakiri kwako, ni kwa sababu ya action ambayo umefanya, ni kwa sababu ya tendo ambalo umemfanyia. Na hii Mungu amesema na kizazi chake. Sasa kuna baadhi ya watu wengi huwa wanataka kufanya vitu kwa faida yao peke yao. Sikia nikwambie, Mungu ni Mungu wa generation. Mungu ni Mungu wa vizazi. Wakati wao unaona mbegu ambayo itapandwa saizi na ukule kesho, Mungu anaona na kesho yake na kesho yake na kesho yake. Mungu hayuko Mungu wa kusema kwamba akubariki ili ukule leo. Mungu ni wa generation. Na kwa sababu yake yeye na kizazi chake. Na unajua ikikuwa kubariki na bariki mpaka kizazi cha 4. Sababu Mungu anataka generation. Mahali hakuna generation hakuna future. Mungu anataka kizazi baada ya kizazi. Kwa sababu ya hiyo alifanya, amekuwa mpatanishi, na hiyo wivu amekuwa nayo. Sasa na hii agano nimeweka kwake yeye na kizazi chake. Ukuhani hautatoka katika maisha yake. Acha nataka kukupea tofauti ya watu watatu hapa. Mfalme wa kwanza wa Israeli alikuwa amechaguliwa kama mfalme wa kwanza, anaitwa nani? Sauli. Haleluya. Mfalme wa kwanza ambaye alichaguliwa, hakuchaguliwa kwa kusudi la Mungu, lakini Mungu alimkusudia awe kwa sababu wana wa Israeli wanataka. Na kwa sababu vile watu walikuwa wanataka, huyu jamaa katika uongozi wake, katika utawala, hakuna mfalme ambaye aliua makuhani kama Sauli. Kama Sauli. Na katika kumaliza kwake, hakumaliza vizuri. Ndio nakwambia, mbegu ambayo unaweza kupanda leo inaweza kuja kuharibu generation yako. Unaona kisi Mungu ameapa kwa sababu ya huyu jamaa, ameweka agano katika generation, yani vizazi mpaka kizazi chake. Hakutakosa na makuhani katika kizazi chake. Yani hawa watu hata wakijipata ndani ya ulevi watarudishwa tu sababu ya ile agano. Hawa watu wake wakijipata ndani ya uzinzi watarudishwa sababu ya ile agano itakuwa inaongea. Watu wake wakijipata mahali fulani kwamba wengine hawapendi mambo ya Mungu, lakini kwa sababu ya hiyo agano itakuwa inaingia ndani ya mioyo yao, inawachokora mpaka wanajipata tumejipata kwa madhabahu tena. Sababu ya mtu mmoja ambaye alifanya action. Ndugu yangu, si vizuri watu wakukumbukie kwa mabaya. Sauli aliacha vikwazo kwa kabila la Wagibeoni. Na ikafika muda ambapo Sauli alipokufa, Daudi ametawala. Hii ni wa 2 Samuel 21 hapo verse 1. Utaanza kuona baada ya kifo cha Sauli, Daudi ametawala. Na Daudi alipotawala, walikuwa na kipindi kigumu sana. Kulikuwa na njaa siku za Daudi wa miaka 3, mwaka kwa mwaka. Naye Daudi akautafuta uso wa Bwana. Bwana akasema, ni kwa ajili ya Sauli na kwa nyumba yake yeye yenye damu, kwa kuwa aliwaua hao wa Gibeoni. Utasoma hapo chini. Yani Daudi ameingia kuishi maisha ambayo ama nchi linaingia kufirisika. Kwa sababu gani? Ya maovu ya mtu ambaye alishaga kufa. Na ndio maana kuwa na kumbukumbu njema ni jambo la muhimu. Biblia inasema vizuri kwamba mtu mwema anaacha urithi kwa sababu ya wana wa wanawe.
hapana kuacha urithi mbaya, hapana kuacha kumbukumbu mbaya. Acha kitu ambacho kitakuwa hata watu wakienda wote wanakuwa nakumbuka hii kizazi kuna mtu ambaye alikuaga katika, sababu kuna mtu ambaye anaweza kufanya mambo mpaka watu wanabaki nakumbuka, hata ukoo wake unasaidika kwa sababu yake. Huyu jamaa Daudi amepitia kipindi kigumu sana katika ufalme wake. Sababu gani? Ya maovu ya Sauli. Na hii kipindi ambacho ilifika miaka mitatu, Daudi anagundua, anasema hii haiwezekani. Kuna jambo ambalo haliendi vizuri. Ndio maana kuna wakati ambapo lazima ujiweke kama mkutano. Ni vizuri sana kujiweka mkutano peke yako. Na sio unajiweka mkutano uanza kujiuliza maswali. Na achia Mungu sasa akupee majibu. Hapa Mungu anasema na Daudi ya kwamba namna gani? Ni kwa sababu ya Sauli. Sauli aliua wa Gibeoni na akakosa kuwapea urithi katika Israeli. Na baada ya hapo, kwa sababu alifanya hiki kitendo, hawa wajamaa mioyo yao ilikuwa imekasirika, mioyo yao ilikuwa ina huzuni. Acha nikwambie watu wa Mungu, wakati ambapo wanyonge wanahuzunika katika taifa, acha nikwambie hakuna kitu kitaendelea katika nchi. Hii kila mtu analia economy mbaya, president na wengine wanataka heri basi akufe. Hata nikwambie hakutakuwa mambo mazuri hata kidogo. Paka mlimtoa kwa Zakayo mnamweza kuweka kwa Kasongo, eti Kasongo. Sijui nchi tunaenda wapi. Sasa Zakayo ni mfupi. Kasongo maana yake sisi kwetu ni mtu mrefu. Sasa mumemuingiza kwa mrefu sasa. My friend. Mtu mwema huachia wana wa wanawe urithi, na mali ya mkosaji huwa akiba kwa mwenye haki. Sauli alikuwa chanzo cha kusababisha ufalme wa Daudi ufirisike. Sababu gani? Alionea taifa lingine. Na baada ya hapo, Daudi aliita hawa watu akawauliza, je, mnataka niwafanyie nini? Ni jambo gani liko limeendelea hapa? Wakamwambia, sisi hatuna shida. Na hakuna kitu tutatufanyia kwa sababu ya hiyo. Ile kitu moja ambacho tunaomba kwako tu, tutolee watoto 7 katika nyumba ya Sauli. Tuwahangike hapo, tuwaue. Watoto 7 wauliwe kwa sababu ya makosa ya Sauli. Na hapa Mefiboshet amekuwa katika meza ya Daudi. Lakini kitu moja Daudi alifanya, alipriva akamweka huyu kijana, akamtenga yeye hakuweza kuuliwa. Chunga sana, chunga sana. Hii agano Mungu alipoweka na huyu kijana ya kizazi, na hii kizazi lazima kujua kwamba kesho kuna watu ambao watakuja nyuma yako. Na wale watu watakuja nyuma yako, je, watafurahia kwa sababu wewe ulikuwaga mbele, ama wataumia kwa sababu ulikuwaga mbele? Ni vema kujua kwamba hauko peke yako. Lazima ujue kwamba uko na kizazi nyuma yako. Na Mungu amesema na huyu kijana na uzazi wako na ukoo wako, generation yako itakuwa inakuwa na makwani. Kwa sababu gani? Ya hii kitendo umefanya. Haleluya. Angalia tofauti ya Sauli na Jonathan. Sauli na Jonathan, baba na mtoto. Lakini huyu Jonathan, wakati ambapo alifanya agano na Daudi, kulikuwa namna gani? Siku ambayo yeye amekufa ni tofauti na kifo cha baba yake. Yeye baba yake watu waliumia na njaa, watu walikuja wakaua tena watoto ambao alikuwa ameacha. Lakini mtoto wake ambaye anaitwa Jonathan, wakati alifanya agano na Daudi, siku alikufa, Daudi amechukua uongozi. Inasema namna gani? Samueli wa pili sura yake ya 9. Daudi alikuja kuuliza, je, kunasalia na mtu katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa sababu ya Jonathan, si kwa sababu ya Sauli. Never. Uko unaona fana? Si kwa sababu kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya... Sometimes anaweza kosa kuongea, but anasema nimewekeza hii kwa sababu yako na kwa sababu ya generation yako.
Mtoto wa Jonathan anaponea kuishi maisha mazuri. Niambie alikuwa anaishi wapi? Lodebar. Lakini ameenda kutolewa huko na analetwa katika ikulu. Ndugu zake wanauliwa, lakini yeye amefichwa hapo na Daudi. Kwa sababu gani? Ya ile agano walikuwa nayo. Mtu wa tatu ni Daudi. Daudi katika kumpendeza Mungu, sababu Mungu mwenyewe alijivunia mtu ambaye anapendeza moyo wake. Mtu ambaye anapendeza moyo wake. Mungu alitaka mtu ambaye anapendeza moyo wake. Ama kizazi chake, mtoto wake ambaye anaitwa Suleiman alienjoy kuwa mfalme. Kwa sababu gani? Ya ile matendo ambayo Daudi alifanya mbele ya macho ya Bwana. Sinasema namna gani? Mambo ya Nyakati wa Pili 7 hapo mstari wake wa 17-18. Mungu anataka kuambia huyu kijana ya kwamba kwa sababu Mungu alikuwa ameweka agano na Daudi. Wakati Sulemani amemaliza na ameingia katika maombi, nawe ukienda mbele yangu kama alivyokwenda Daudi baba yako, ufanye kulingana na yote niliyokuamuru na kuzishika sheria zangu na hukumu zangu, ndipo nitakithibitisha kiti chako cha enzi cha ufalme wako kama nilivyoagana na Daudi baba yako, nikisema hakutakosa kuwa na mtu wa kutawala katika Israeli. Ni Mungu anataka kuambia sasa huyu kijana, ndio umeomba, ndio umefanya kila masacrifice umefanya, lakini kuna kitu moja ambacho uweze kujua. Kuna masheria, kuna zile ambazo nimeweka, na hii yote mimi sijasahau kwa sababu ya Daudi. Kuna mambo nilikuwa nimeagana na yeye. Yani hakutawahi kukosa katika ukoo wake, katika uzao wake, hakutakosa kukaa na mtu ambaye atakaye kuwa mfalme. Haleluya. Ndio nataka kukusaidia mtu wa Mungu, ya kwamba ujue kutengenezea generation yako channel. Jua kutengenezea ukoo wako, kizazi chako cha baadaye. Mungu alifanya agano, alisema ninafanya agano. Acha nikwambie, agano inaweza kukuokoa. Agano inaweza kuokoa kizazi chako. Agano inaweza kutetea kizazi chako. Agano inaweza kuwa mwanya ama inaweza kuisha watu wako. Kwa sababu gani? Ya viapo maagano. But Mungu aliposema hii agano na huyu ndugu, ni kwa sababu ya generation yake, na kwa sababu kwamba huyu jamaa alikuwa na wivu kwa sababu ya Mungu. Take action. Take action. Hapana kusema kwamba unaona hii ufalme wa Mungu inakuaga tu inakuaga na mambo mazuri. Ufalme huu ukifanya vizuri, na kuambia utakuwa unatengenezea wengine daraja vizuri. Na bahati mbaya ukifanya vibaya, na unawatengenezea shimo huko. Shimo huko. Ikuwa kwamba ukuwe na kumbukumbu mbele ya macho ya Bwana, kukuwa na jambo ambalo linaongea kwa sababu yako, kukuwa na maneno ambayo yanatangazwa kwa sababu yako. Sababu kuna watu wengine ambao tabia zitawatangulia, na kuna watu wengine ambao maneno mazuri itawatangulia huko, na sasa inawatangulia na tengenezea watu wengine mazingira safi. Jua wewe ambayo uko katika hema ya Bwana, Finehasi amepata favor mbele ya macho ya Bwana kwa sababu gani? Ya kukuwa na wivu kwa ajili ya Mungu. Sijui wewe wivu wako uko pande gani? Ili Mungu afanye agano na wewe, ili Mungu akiri kwamba mtoto wangu, mimi ninasema kwamba kwa sababu nilifanyia kitendo kama na hiki, na mimi nitafanya hivi kwa sababu ya maisha yako. Kuna mambo mengi ya kufanyia Mungu. Endelea kukaa katika uaminifu tu, sababu uaminifu pia unalipa. Endelea kufanyia Mungu kazi kwa bidii. Mungu anahesabu pia kazi. Kama uko kwa heri ya kusaidia watu, endelea kusaidia watu tu. Kuna siku moja Mungu atasema, mwanangu, sababu ulikuwa umesaidia mtu fulani, sababu ulikuwa umesaidia watu fulani, sababu ulikuwa umetenda kwa sababu yangu, na mimi nitafanya hivi katika kizazi chako.
Mungu amesema kwa sababu ya huyu ndugu yetu, na sisi tuangalie ni jambo gani, ni tendo gani ambalo tutafanya katika maisha yetu, ni kumbukumbu gani ambayo tunaweza achia kizazi chetu, ni kumbukumbu gani tunaweza achia watoto wetu, wana wa wana wetu ni gani, wajukuu na vitukuu na gani, waseme sababu ya babu yao alikuwaga natumikia Mungu, kuna shosho yao alikuwaga natumikia Mungu. Sababu kumbukumbu lako linaweza potea kwa watu, lakini haliwezi potea kwa macho ya Mungu. Haleluya. Watu wanaweza vuta kalenda yako, watu wanaweza vuta kabisa, wataki kusikia ama kuambiwa kukuhusu, lakini mbingu haziwezi kunyamaza kimya. Na Mungu akatangaza kwamba huyu jamaa hatakosa kuwa na amani. Na mimi ninaomba kwamba ama nikutangazie kwamba hautakosa kuwa na amani katika maisha yako. Hautaacha kumbukumbu mbaya katika maisha yako. Bwana aache trust, yani atengeneze tu mwanya kusema kwamba kwa sababu yako kuna watu watakuwa na furahia kwa sababu yako tu. Sisi hatuko watu wa kuacha hali mbaya. Eti watu wetu wakuje kupigwa mawe kwa sababu tulitumikiaga Mungu. Never. Watu wetu wakuje kuenjoy kwa sababu tulitumikiaga Mungu. Watu wetu wakuje kusema hakika kama wangetumikiaga Mungu tungekuwa wapi? Leo tunaona matunda kwa sababu gani? Walitumikia Mungu. Acha nikwambie, kuna watu ambao wengine ambao hauwezi kukania kwa maisha kuweka chini kwa sababu gani? Kuna watu ambao walifanya kazi kwa niaba yao. Tufanyie Mungu kazi tukijua kwamba kuna generation ambayo inakuja, kuna kizazi ambacho kinakuja, na hiko kikikuja kupitia jina yetu kiweze kuvuna yale matunda ambayo sisi tulikuwa tumepanda. Sema kwa sababu ya fulani ndio maana hii kazi unapata. Kwa sababu ya mtu wenu fulani ndio maana uko katika hii ndoa unastawi. Kwa sababu ya mtu fulani ndio maana leo uko mahali tunakuweka hapa kwa sababu ya. Hallelujah. Na Mungu atujalie. Kipindi cha mikutano ama sherehe hizi, jichunge sana. Furahia ndio, shukuru Mungu ndio, lakini angalia umeenda kusherekea wapi. Unaenda kusherekea na wanani? Ndio watu wenu wanaweza kuwa wazuri sababu wote wakosa kusherekea na wao, lakini angalia ni kitu gani ambacho wanapresent mbele ya meza. Ni kitu gani ambacho wanaweka mbele ya meza yako. Inakuwa kibarua sana kwa watu wa Mungu. Watu wanaenda wakiwa wamejazwa na Roho Mtakatifu. Watu wakienda kwa sherehe, wakitoka Nairobi waende mahali, wanaenda wakiwa wanaongea kwa ndimi. Wanaenda walikuwa na verses 10 katika vichwa. Walienda walikuwa nafikiria Mungu sana. Acha wakirudi, mnaanza deliverance. Mnaanza kukemea maombi za kutengeneza na kutubu. Haki mimi nilipitia, haki mimi niliyaona, haki mimi nilikuwa. Hapana, acha nikwambie, uende ukiwa umeokoka na urudi ukiwa umeokoka. Sherekea ukiwa umeokoka na urudi ukiwa umeokoka. Safiri ukiwa umeokoka na urudi ukiwa umeokoka. Hapana kwenda eti sasa unaona singiweza kujiziwia. Never. Unaweza kujiziwia, unaweza. Sifikie mahali ambapo kusema kama haki singeweza tu. Unaona ilikuwa ni madhe, unaona ilikuwa ni fathe, unaona sasa unaona ilikuwa ni yanko na singeweza. Wewe acha nikwambia, hakuna kitu ambacho hauwezi ukaweza, unaweza. Watajuaje kama una msimamo wa kuokoka? Kwa digital kila kitu unaweza kubugia. Kila kitu wewe unaweza kunywa. Hapana. Sio kwa sababu ni sherehe unaweza kunywa kila kitu. Hapana kwenda kupoteza wokovu wako kwa sababu ya eti sasa ilikuwa sherehe, unaona ilikuwa ya watu wa kazi, unaona ilikuwa makazi ni zangu, unaona ilikuwa. Hapana, ni kipindi ambacho acha Mungu aone, aseme hakika huyu mwanangu amejitunza kupitia hiyo mikutano, na mimi nitafanya jambo kwa sababu yake, kwa sababu ya hiyo. Mungu hapendi watu bila kwa sababu, anapendi watu na sababu. Na sababu, kuna sababu. Kuna jambo ambalo limesababisha Mungu aseme jambo. Mungu asemi kwa sababu aseme. Mungu anasema kwa sababu kuna kitu umefanya. Kuna jambo huyu mtu amenifanyia. Huyu jamaa amesimama na msimamo kweli. Hawezi kunywa na wengine wanakunywa. Hawezi enda hapo na wengine wanaenda. Hizo starehe wengine wanafanya na yeye katika miaka yake anafaa kufanya hivi, lakini afanye. Mungu ana jambo ambalo anasema. Na Mungu akaona wivu ambayo Phineas alikuwa nayo, na Mungu akaweka agano. My
friend, ni wakati wa Mungu aweke maagano na sisi. Mungu awekeze maagano na sisi kwa sababu ya kuimba. Wengine wamekataa kuimba, nitaimba. Mimi ninaomba, na wakati wengine wanasema kwamba hii ni wakati ya holiday, sitaomba. Omba. Ni wakati wengine wanasema hawatahubiri kwa sababu ni holiday, mimi nasema nitahubiri. Hapa watu wanalia, hakuna mtu anaweza simama, mimi nitasimama. Hapa watu wanaenda chini, mimi ninasema sitaenda chini. Watu wanakataa kushukuru kwa sababu Mungu hakuwatendea, mimi nitasimama, nitaambia Bwana asante. Na Mungu anaangalia, anasema kweli huyu ni mtoto wangu, na kwa sababu ya hiyo nitafanya jambo kwa sababu yake. Sikiza, wewe ni mbegu kwa sababu ya generation. You are a seed for the generation to generation. Usifikirie kama unafanya kazi ya Mungu kwa sababu ya faida yako. Hapana. Mungu anaangalia kizazi na kizazi. Hallelujah. Kwa hiyo Bwana atusaidie. Bwana atusaidie. Tuangalie sana mazingira yetu ambayo tunakwenda kusherehekea ndani. Unasikia watu wengine wanasema kwamba nilifanyiwa ile kitendo. Nilifanyiwa ile kitendo sababu ya hiyo sherehe tu. Ile sherehe ilikuwa sijui aje. Sikuwa najitambua, hata sikuelewa hata kulienda aje. Hukuelewa kwa sababu ulienda kuingia sherehe ambazo hazikukufaa wewe. Ingia mazingira ambayo haikukufaa. Ili mnasema eti sasa tukikuwa kwa mkutano wengi ndio nasikiaga inanogea. Inanogea. Ngojea watakunogezea ndio utajua ujui. Chunga sana na watu. Angalisha sana na masherehe. Haleluya. Ni Mungu atusaidie. Mimi sijasema usisherekee, na sijasema usinialike, sijasema hivyo. Basta, sijasema hivyo. Lakini angalisho, isingekuwa kosa ya siku moja isababisha kwamba watu wengine wakuje kulia baadaye. Na iwe mzuri kwamba sababu ya tendo moja ya siku moja ifanye kwamba generation yako ifurahie. Haleluya. Simama tukaweze kushukuru Mungu. Najua Mungu ni mwaminifu na Mungu ni mwema kwetu. Haleluya. Sisi hatutakuwa kama wana wa Israeli. Haleluya. Unajua kuna wakati ambapo unaweza pendeza mtu sababu tu ni ile tu sasa amekualika. Sasa unashindwa, siwezi kosa tu. Lakini unajua mahali ambapo unaenda vizuri. Eti unasema nitajichunga. Acha nikwambie, utajichunga. Na wewe hujui labda huko nao anakuchunga. Chunga sana. Usijipate unasema unajichunga kumbe wengine wanataka kuchunga. Chunga sana. Kuna vile unasemaga mimi hapa ni mwerevu. Kwa hiyo ikifika hiyo area, my friend, chunga sana. Utameza kitumbua ambayo kuna mchanga kisha baadaye unakuja kulia. Hawa watu tuko nao kwa hii dunia, watu fani sana. Hii dunia tuko nayo. Acha watakagi kujua wewe umeokoka. Kwanza umeokoka ndio anataka wakuweke kwa shimo vizuri. Kisha tuone sasa ukuje kutuambia mambo ya wokovu baadaye. Haki Mungu atusaidie. Amen. Mungu wetu na Baba yetu, tunakushukuru mfalme wetu. Tunasema ni asante kwa sababu ya wema wako na uaminifu wako. Tujalie katika maisha yetu yote ya kukutumikia tufanye vitu ambavyo viko excellent. Tufanye mambo ambayo yatakuwa kwa sababu ya faida ya vizazi vyetu. Tusaidie Mungu wetu, tusifanye vitu ambavyo havitakupendeza. Tusifanye kwa sababu watu wengine wanafanya. Tusitembee mahali ambapo sababu wengine wanatembea. Acha tufanye vitu ambavyo vitakuwa tofauti na watu wengine, ili tupate neno kutoka kwako. Tujalie Bwana, tutimize ama tutembee katika maagizo yako. Tutembee katika makusudi yako. Tufanye kulingana na mapenzi yako. Katika jina la Yesu Kristo, msimu kama huu Bwana tuko nayo, season ambayo tuko nayo Bwana, acha tusimame na msimamo ya kubaki katika wokovu. Ninakushukuru maana wewe ni Mungu na utakwenda kujitukuza katika maisha yetu. Na uweze kuonekania kwa huyu ambaye hatarajii kwamba kuna kitu ambacho anaweza kufurahia nacho katika msimu wa furaha. Acha na sisi Bwana ukaweze kufungua njia na milango kwa sababu ya kila mmoja wetu. Wale ambao hawana hata nauli labda ambao ya kufika nyumbani, fungua mlango kwa ajili yao. Na kushukuru maana wewe ni Mungu ambaye hujawahi kudisappoint hata siku moja watu wako. Tunakushukuru kwa msimu kama huu Bwana, wakati wengine wanafurahia kwa sababu ya kumaliza mwaka, na sisi tufurahie Bwana kwa sababu umetujalia kufika. Katika jina la Baba, Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunashukuru Mungu.
wakati kama na huu tunataka tu tukaweze kutoa sadaka zetu, na tutakwenda kubarikiwa sana. Amen.